tulijipanga kwa ajili ya kuweza kuwaibua vijana. Vijana ambao tuko nao ni dhahabu ambayo ipo tu ardhini lakini haichimbwi. Sasa sisi kama Fleb Cup mwaka jana tulikuja kwa ajili ya kuweza kuwanyanyua vijana hao kupitia vilabu vyao ambavyo havijasajiliwa wala havitambuliki, kwa ajili ya kuweza kuisaidia serikali katika sera ile ya michezo. Sasa kwa mapungufu tuliyoona mwaka jana, ndio maana mwaka huu sasa tunakuja na mfumo huu ambao tunakuja nao. Vilabu vingi vya mchangani huku au Uswahilini ni vilabu ambavyo vyenyewe vinaona mpira ni sehemu tu ya kujifurahisha, lakini mpira sasa hivi sio sehemu ya kujifurahisha. Kwa hiyo sisi kama Dr. Wao Fleb Cup tumeamua kuleta sasa mpira au mchezo wa mpira wa miguu kama sehemu ya ajira, na tunawapa sasa ile ethics za jinsi ya kuendesha taasisi za vilabu vyao kwa kufuata utaratibu wa kisheria za kazi kupitia michezo. Na ndio maana mwaka huu tunakuja kwa mtindo ambao unauona. Mashindano haya tutakuwa tunashindania, mshindi wa kwanza atapata milioni 2, mshindi wa pili atapata milioni 1 na mshindi wa tatu atapata 500,000. Lakini ukitoa pesa patakuwa na zawadi tofauti ambapo zawadi ya mchezaji bora, mfungaji bora, golikipa bora, kocha bora, mchezaji chipukizi, hizo nazo zitakuwepo. Lakini kama ambavyo tulifanya mwaka jana, baada ya kumalizika kwa mashindano haya, basi tutakuwa na ule usiku wa tuzo ambao nadhani mwaka huu tutajiandaa vizuri, turatibu vizuri na uweze kwenda vizuri. Lakini nyongeza kwenye zawadi au zile tuzo za mshindi wa kwanza mpaka wa tatu ni kupata kikombe. Mwaka huu tutakuwa na kikombe kwa ajili ya mshindi wa kwanza, lakini pia tunapambana na wenzetu hao ambao wanatushika, lengo pia tuwe na medali kwa mshindi wa kwanza na mshindi wa pili. Ndicho ambacho tutakifanya uwanjani. Mimi kama mdhamini mkuu niliwahakikishia mwaka jana kwamba yale ambayo yalikuwa ni mapungufu kwa wakati ule yataboreshwa kwenye msimu mwingine ili tuendelee kufanya kitu katika ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo unachokiona safari hii angalau kinakuwa na tofauti na kile ambacho kilikuwa kimefanyika, ni kwa sababu tunazidi kuboresha. Hata haya ambayo tunafanya mwaka huu, yale ambayo yatakuwa ni mapungufu tusamehewe, lakini tutaendelea kuyafanya katika ubora ili tufike kwenye lengo ambalo tunakusudia kufika. Michuano hii ya Fleb Cup tumeshiriki, hii ni mara ya pili. Mwaka jana tulipata hiyo nafasi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukaweza kushika nafasi ya 3. Kwa hiyo ni michuano mizuri na inatu-encourage sana sisi, kwa sababu basically wao wanajaribu kuimprove na kujaribu kutengeneza exposure kwa vijana. Na sisi especially kwa watu wa vituo, unafahamu lengo letu ni kuendeleza vijana. Na wengi wanafahamu kama Maganja ni moja ya kituo ambacho kinadili na vijana, na mchezaji wetu mmoja ambaye tunaweza kusema amefanikiwa zaidi kupitia kwenye kituo hichi ni bwana Cyprian Tobias Kachwele, ambaye leo hii yuko Vancouver Whitecaps ya Canada. Ni kijana ambaye ametoka kwenye mikono hii ya mimi ninayezungumza hapa. Malengo yetu pia ni kuchukua ubingwa. Sisi hatujaishia hapa, kwa sababu sisi hatujaanza kushiriki mashindano haya leo ama kucheza hizo ndondo leo. Tunacheza ndondo sana na tunachukua sana ubingwa. Kwa hiyo burudani ya kutosha atakuwepo. Ukitoa tu nje ya msanii atakuwepo kwenye timu yetu. Na pia burudani itakuwepo kwa sababu sisi tuna watu.